Ndugu watazamaji, kwanza nichukue nafasi kutoa pole sana kwa msiba uliotupata Kanisa Katoliki na kwa wananchi wote kwa ujumla wa Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo. Kwa jina naitwa Fortunatus Sylvester, ni katekista wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Nimesimama hapa kueleza kwa nini msiba uko mahali hapa. Uko mahali hapa kwa sababu hapa ni kanisa kuu. Uko mahali hapa St. Joseph. Uko mahali hapa St. Joseph kwa sababu hapa ni kanisa kuu, ni kanisa mama. Ni kanisa ambalo alikuwa akihudumu kama askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Hivyo tumeweka kitabu cha maombolezo mahali hapa ili kuonyesha kabisa hapa ni nyumbani kwake. Na hata mazishi asingesema yafanyike Pugu, angezikwa katika kanisa hili la Mtakatifu Yosefu St. Joseph. Hivyo tumeweka kitabu cha maombolezo kwa watu wote ambao wanafika kuhani msiba na kutoa pole katika kanisa hili, kwa sababu ndo kanisa alikuwa akihudumu kama askofu mkuu kabla hajastaafu. Sawa, mimi katekista na swali lingine la kuuliza. Karibu. Polycarp ana sehemu aliyozaliwa ambayo ni kwao, si ni sawa? Ndio. Kama hivyo ndivyo, kwao kuna jambo linafanyika au hairuhusiwi? Hapa ndio kama mlivyosema kwamba hapa ni kwao. Baada ya mtu kuwa padri huwa amejitoa sadaka kwa kanisa, anakuwa anahudumia kanisa zima. Hivyo pale anapohudumia kanisa, pale ndo nyumbani kwake. Hivyo basi kwa sababu ameshajitoa sadaka kwa kanisa, ameshafunga ndoa na kanisa. Amefunga ndoa kanisa, maana amemwacha baba na mama, amembatana na kanisa. Kwa hiyo familia yote itakuwa hapa. Familia yote itakuwa hapa, na mazishi yatafanyika pale alipoomba. Atakafariki basi azikwe mahali hapo katika kituo cha hija Pugu. Sawa. Pengo gani ambalo ameliacha? Kwa kweli ni pengo kubwa sana kutokana na uongozi wake uliotukuka wa kuimarisha imani ya kanisa, hasa unyenyekevu wake, mafundisho yake ulikuwa ni mchango mkubwa sana kwa kanisa. Hivyo basi ni pengo kubwa sana kwa sababu ya kifo chake. Wengi hatukutarajia, kimekuja ghafla, lakini mapenzi ya Mungu yatimizwe. Sasa tuwezi kuzuia mapenzi ya Mungu yatimizwe. Umewahi kukutana na Kardinali Polycarp face to face? Nini unachokumbuka kutoka kwa kama ulikutana naye? Nimekutana naye mara nyingi, sio mara chache sana. Ni unyenyekevu. Ni unyenyekevu na kusimamia ukweli. Ukweli, alikuwa ni mtu ambaye hanyoshi, yani apindishi mambo, alikuwa ananyosha mambo. Akisema ndio ni ndio na akisema hapana ni hapana. Shukrani sana. Asante sana.